Hapo kwa kweli nimekubali. Na sasa mlio tayari kuiondoa CCM madarakani na kuweka chama cha wananchi CUF, hebu tunyoshe mkono tupate raha kabisa. Hii kwa kweli hii ndio yenyewe hii. Sasa kwa jina mimi naitwa Gombo Samandito Gombo. Mimi ni mzaliwa wa Mwanza, ila nimeoa hapo Mailitano Vuga. Kwa hiyo nikiwa napita hapa, napita kwa shemeji zangu, naenda ukweni, na kwenda na kula kuku na mbuzi, halafu maisha mengine yanaendelea. Sasa mtu aliyeoa huku anasahauje huku? Kwa hiyo haki zitakuwa safi, kwa sababu nisipotenda haki huku chumbani jioni nitapata matatizo makubwa. Kwa hiyo siko tayari. Nahakikisha kwamba mnapata haki zenu. Sasa ndugu zangu, niwaambie tu, sio ninyi tu, ni pamoja na Watanzania wengine. Kwa sababu mimi ninachokitafuta hapa, natafuta kura za Watanzania wote, wakiwemo Wanamombo. Mchague kiongozi kutoka chama cha wananchi CUF, anayeitwa Gombo Samandito Gombo. Mwanaume wa kweli, aweze kuongoza nchi na maamuzi ya kweli ya kiume, sio maamuzi ya kubahatisha. Nataka niwaambie hivi, mmekuwa na CCM kuanzia miaka mingi. Kwa wale wenye umri mkubwa, CCM imewakuta wakiwa wamezaliwa, na wengine wanaendelea nayo. Sisi tumezaliwa wakati wa TANU, na CCM ikatukuta ni wakubwa, tukaendelea kuishi ndani ya CCM ambazo haiwezi kuzitoa. Kwa miaka yote 64 imekuwa madarakani, haina tena nafasi ya kuendelea kuahidi, kwa sababu ahadi inaitoa ya nini wakati ina uwezo wa kutenda bila kuahidi? Sisi ambao hatuna serikali ndio tunaruhusiwa kuahidi, kwa sababu sisi hatuna serikali. Chama cha Mapinduzi kina pesa zote, hata zilizoko Bombo huku ni pesa za serikali, na kwamba serikali ina uwezo wa kuzitumia. Sasa tunawaambia hivi, wao wamechagua magonjwa ya kuyahudumia, wamesema kutakuwa na bima ya afya. Sisi tunasema hatuchagui magonjwa, bima ya afya tumefuta, na watu wote mtatibiwa bure. Huyo ndio Gombo Samandito, na maamuzi makubwa ya kiume, sio maamuzi ya kubahatisha. Jambo la pili, elimu mtaipata bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Wanasema wenyewe kwamba sasa hivi tunatoa bure. Wanaosema watatoa bure wanatuiga sisi. Tunawaiga nini bwana? Elimu gani ya bure wanaoitoa wakati shuleni kote kumejaa michango? Wakati madawati yote wazazi ndio wanaoyatoa. Madaftari na vitabu wazazi ndio wanaonunua. Walimu wanafundisha pale wapo wa kujitolea, na wazazi ndio wanaochangishwa kujitolea. Wanawezaje kuzungumza habari ya elimu bure wakati haya yote yanatokea? Kwa hiyo CCM wanazungumza kiini macho. Hakuna elimu ya bure CCM. Wamekwambia usitoe kala ka 20,000 au ka 10,000, lakini wanakutandika kwenye madawati, wanakutandika kwenye madarasa, wanakutandika kwenye michango mingine, inakuwa haina maana yoyote. Sasa sisi tunasema Tanzania hatuna tatizo la pesa. Nawaambia Wanamombo na Watanzania wote, tuna tatizo la wizi wa pesa, tuna tatizo la rushwa, tuna tatizo la matumizi mabaya ya pesa ambayo Chama cha Mapinduzi imeyabariki. Ndugu zangu, sisi elimu tutatoa bure, hatutabariki maovu. Mmemsikia wenyewe mgombea wa Chama cha Mapinduzi akiwaambia, tena akiwa amiri jeshi mkuu, akiwaambia wafanyakazi wa umma wale kwa urefu wa kamba zao, anawahamasisha waibe mali ya umma, kwamba msiingiliane, tunajua mnakula, kuleni pole pole, mwe mnakula bila kumwingilia mwingine. Huyo ni kiongozi wa nchi anayehamasisha watu kula mali ya umma, halafu anakuja anaomba ridhaa yenu tena aendelee kula mali ya umma. Msikubali. Gombo Samandito amekataa, akachukua jukumu la kuja kuomba kura zenu
mumpe ridhaa akapambane na haya ayaondoe. Lakini Gombo Samandito peke yake hana uwezo wa kufanya jambo, ila ninyi Wanamombo na Watanzania wote kumpa kura zenu. Hana huo uwezo. Mkinipa kura nitayafanya haya na nitayafanya kwa weledi, lakini msiponipa kura mtakuwa mmechagua kuendelea kuishi kama ndege wa porini, mnakimbia mkiogopa kutekwa, mkiogopa watu wasiojulikana, mkiambiwa ukiongea tu wewe tutakukamata, kila jambo, kila aina ya vitisho mnatishwa. Sasa kama kiongozi wa nchi na mgombea anahamasisha watu kuiba, sasa hiyo rushwa itaisha saa ngapi? Mimi nasema nitapambana na rushwa, lakini CCM neno rushwa ni msamiati kwao. Hakuna anayeweza kulitamka, kwa sababu mpaka leo hii hata mikutano yao wanayofanya wanajaza watu wengi kwa sababu wanatoa rushwa kwa watu. Na TAKUKURU ipo inawasindikiza, wanatoa 5,500, 2,200 t-shirt, wanaleta magari, pandeni kwenye magari, mjoni mtusikilize. Hiyo ni rushwa. Pita huko. Ndugu zangu, ni pesa zenu zinatumika. Sasa kama hiyo ni rushwa, huyo anayeanza yeye kutafuta kura uongozi kwa kutoa rushwa, atakujaje kupambana na rushwa? Huyo mtu kwa vyovyote vile hana uwezo wa kupambana na rushwa. Kwa hiyo tunawaambia kaondoeni CCM. Lakini CCM hao wameshaapa kwamba lazima washinde. Yuko mtu anaitwa Nape Nnauye, mnamfahamu, alishawahi kuzungumza akasema yeye CCM itashinda kwa bao la mkono, kwa ushindi ulio haramu, ulio nusu haramu au ulio halali, inategemea na anayetangaza. Yeye Nape Nnauye akaapa hivyo kwamba nyinyi wa Tanzania hamjui wala hamna akili kiasi kwamba wao wanavyojiamulia ndio inavyokuwa. Kweli ninyi hamna akili? Haiwezekani hata kidogo. Hii ni dharau ya hali ya juu. Alishawahi kusikika mkuu wa wilaya moja huko Sini Longido Sini wapi, anawaambia madiwani wa CCM kwamba ninyi hamwezi kupita bila sisi watu wa usalama, watu wa serikali. Ni sisi ndio tunaoweka madarakani ninyi. Hakuna anayewapigia kura ninyi, hakuna anayewapenda. Aliwahi kusikika na ushahidi huo upo. Sio Gombo Samandito ndio anayosema, ni CCM wenyewe ndio wanaoambizana. Kwa sababu sasa hivi CCM hawaelewani, hawapendani. Viongozi wale wa juu na wana CCM wa chini hawapendani. Ninyi malizieni tu, wameshachoka, wameisha wale. Lakini pia kama hiyo haitoshi, aliyekuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Bashiru alishawahi kusema CCM inatumia dola kubaki kwenye dola, kubaki madarakani. Sasa kwa swala hili nataka niwaombe vyombo vya dola. Vyombo vya dola ni watoto wetu. Vyombo vya dola ni kaka zetu. Vyombo vya dola ni mama zetu. Vyombo vya dola ni jirani zetu. Hawa wote ni ndugu zetu. Vyombo vya dola viwe wazuri, wasipendelee chama, kwa sababu vyombo vya dola viko kwa mujibu wa sheria na vyama vya siasa viko kwa mujibu wa sheria, na vyote vinatoa huduma bila upendeleo. Kwa hiyo hata chama cha wananchi kafu kikiingia madarakani, tutatenda haki iliyopo kwa mujibu wa sheria kwenye vyombo vyetu vya dola. Lakini tunaomba vyombo vya dola visitumike kupendelea chama, kwa sababu vyombo vya dola vikitumika kupendelea chama, Chama cha Mapinduzi hakitaweza kuiongoza Tanzania. Kwa sababu mpaka sasa hivi Watanzania wameichoka Chama cha Mapinduzi, wamekichoka. Sasa vyombo vya dola vikisaidia hiyo amani ambayo mgombea wa CCM anaihubiri na kuandaa vyombo vya dola vikae mkuu sawa kukabiliana na watakaochafua uchaguzi, hawataweza kama hawatatenda haki. Uwezo huo hawana. Hilo nawaambia mimi. Tunachowaomba watumie haki na watekeleze haki zao kwa mujibu wa sheria. Wasitumike kubeba masanduku ya kura, wasitumike kupiga watu kuwatetea CCM wabaki madarakani. Kwa sababu Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kimsingi ni chama cha matajiri na sio chama cha watu maskini kama nini. Kwa hiyo tunaomba vyombo vya dola chonde walioyasema kina Dr. Bashiru ya kwamba watatumika vyombo vya dola ili kukibakiza CCM madarakani, tunawaomba wasitumike tafadhali, kwa sababu matokeo ya wao kutumika hawana uwezo wa kuyazuia. Watu wakiamua
kwamba sasa tumeamua liwalo na liwe. Vyombo vya dola havina uwezo wa kuzuia watu. Huo uwezo haupo, nawaambia kabisa. Sasa kuliko kusubiri yatokee, watende haki vyombo vya dola. Wahakikishe kila mmoja anayestahili, kila chama kinachostahili haki yake kipate haki yake. Sisi hatuna mashaka nao, ila wasitumike na Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ni sawa na chama cha wananchi kafu, vipo vyote kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo hivyo vitisho wanavyovisema sema, waongee hivyo vitisho, lakini wananchi wekeni moja kichwani kwamba siku ya tarehe 29 ikishafika, asiwepo wa kukosa kwenda kupiga kura, kwa sababu mkiacha kupiga kura CCM watapita haraka haraka, watasema mliacha kwenda kupiga kura wenyewe, hamkulazimishwa. Kule Zanzibar kuna matokeo yaliwahi kuwa mabaya, Jecha akafuta uchaguzi, kafu wakasusia uchaguzi, CCM haikusimama, ikaendelea na madaraka, na mpaka leo inajiita serikali ya Chama cha Mapinduzi ya Mapinduzi, serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ambayo mapinduzi hayo wenyewe wanasema hayakupatikana kwenye sahani. Wanatudanganyaga kwamba mapinduzi yale aliyafanya Karume, kumbe alifanywa na mtu mwingine kabisa. Wala Karume alikuwa anakula kuku Dar es Salaam tu. Unaona? Sasa niwaambie, msikubali hayo mambo. Badilikeni. Tubadilishe hii nchi sasa, twende kwenye haki. Chama cha Mapinduzi ndicho chama ambacho mnaona leo kuanzia Muheza kule, kuanzia Segera, siyo kuanzia Kabuku, pako unakwenda Same, kuna mashamba ya katani huko. Hizo ni maliasili za nchi, lakini leo hii ninyi hamna sehemu ya kulima. Mashamba yote yamepewa mtu mmoja. Ninyi mko hapa mmebanana na nyumba zenu hizi mnang'ang'ania kwenda kulima milimani, na mashamba yapo kapewa mtu mmoja tu. Mtu mmoja anaweza kuwa na thamani zaidi ya watu wote wa Bongo, zaidi ya watu wote wa Tanga. Hii haiwezekani. Lazima tuhakikishe kwamba kama kuna kitu kinaitwa keki ya taifa, kama kuna kitu kinaitwa mali asili ya nchi, ni lazima Watanzania wakitumie wote. Hakuna ubaguzi wa kukitumia. Kama ni ardhi tuitumie wote, kama ni pesa tuzitumie wote, kama ni kidogo basi tugawane hicho kidogo. Hakuna cha kusema kwamba mwingine apate zaidi mwingine akose. Chama cha wananchi kafu kinawaahidi wana Bongo. Nimeambiwa kwamba mna tatizo la mashamba sehemu ya kulima. Chama cha wananchi kafu mkijipa madaraka, mkinichagua mimi kwa kiongozi, nawaambia, na hili si swala la mchezo, nawaambia ukweli kabisa, mtapata mashamba haya ya katani haya, mtapata mashamba mengi muweze kulima. Hakuna ninyi kuhangaika wakati ambao mna mashamba yako hapa. Tutachukua mashamba na nyinyi mlime. Hakuna kukaidi mtu mmoja atakwenda kulima na sehemu zingine ambazo watu hawana shida ya ardhi. Ninyi kama mna shida ya sehemu ya kulima, sisi mashamba haya ya katani haya yaliyoko eneo yazunguka ya watu binafsi haya yatakuwa yenu. Sasa ni chaguo lenu. Chagua Bongo Samandito, sisi tukarudisha hicho kitu muweze kupata pa kulima na kuishi. Inamsaidia nini mtu mmoja kumiliki kila kitu wakati watu wengi hawana kitu? Amani ile ya kumiliki hicho kitu anaitoa wapi? Na ndio maana utakuta kwamba wenye pesa wengi wanatoka Chama cha Mapinduzi na hawaishi Tanzania. Hawajui mnapata shida za namna gani kwenye swala la elimu. Hawajui maji ni shida kiasi gani kwenu. Hawajui afya ni shida kiasi gani. Kwa sababu viongozi wa CCM karibia wote hawana makazi sehemu moja. Utakuta leo wana makazi Tanzania, lakini India wana makazi, Dubai wana makazi, Uingereza wana makazi, na kila mahali wana makazi. Sasa hawa watu sio wenzetu. Vikitokea kutokea wenzetu wanapaa kwenda, sisi hatuna pa kwenda. Ikija vurugu tutakuwa hapa Bongo. Hakuna pa kwenda. Angalieni hata wabunge wenu mpaka leo mnaishi nao humu, si wako kule. Hospitali zao hizi kwani wanatibiwa? Hawatibiwi. Sasa chagueni ninyi maendeleo yenu. Hakuna malaika atakayekuja hapa, au Mungu mnayemuomba misikitini, Mungu mnayemuomba makanisani, hatoshuka kwa miguu yake kuja hapa kuwaambia badilisheni chama mnaonewa mno. Hatoshuka. Tutakuja sisi hawa kina Bongo Samandito, tutawaambia haya. Sisi ndio wajumbe wenyewe tumetumwa kuja kuambia kwamba Chama cha Mapinduzi kimewaidia vya kutosha. Hatutaki uonevu huu uendelee kuwepo. Kwa hiyo ndugu zangu, uamuzi ni wenu.
Katiba ya Tanzania inasema mamlaka au rais anapata mamlaka yake kutoka kwa wananchi kwa njia ya kura. Na sasa hivi mnayo mamlaka ya kuondoa na kubadilisha utawala, kwa sababu nyinyi ndio wenyewe, nyinyi ndio wenye nchi yenu. Hakuna mtu mwingine kwenye nchi zaidi yenu nyinyi wenyewe. Vijana mlioko hapa, mimi nimeshaondoka kwenye ujana, niko kwenye utu uzima kuelekea uzeeni. Vijana, nguvu zenu zinapotea bure. Mnatakiwa muwe taifa la leo, sio taifa la kesho. Serikali ya wananchi kafu na chama cha wananchi kafu, tukiingia madarakani tutajenga viwanda vya serikali, viwanda ambavyo faida yote ikipatikana itarudi serikalini, na kwamba hiyo ndio itakayotumika kutoa elimu bure, kutibu watu bure, kujenga nyumba za watumishi wa umma, na tunahakikisha watumishi wa umma hawana kikokotoo. Tunakiondoa kikokotoo, wanapata mafao yao yote kwa kutumia rasilimali zetu. Leo hii niwaambie tu ndugu zangu, rasilimali za Tanzania zimeuzwa kwa wageni ndugu zangu, yakiwemo hata haya mashamba. Hata watu wa Masai kule wamefukuzwa, mbuga za maeneo yao yakauzwa kwa Waarabu. Sasa hivi kuna ndoa kati ya Waarabu, serikali ya Dubai, Omani na serikali zingine, na serikali ya Tanzania. Ipo hiyo ndoa, tena ni ndoa ya Kikristo ambayo ukishafunga ndoa utoki humo ndani. Bandari zetu zimeuzwa kwa Waarabu, misitu yetu imeuzwa kwa Waarabu, migodi yetu imeuzwa kwa Waarabu, kila kitu kimeuzwa kwa Waarabu. Tumebaki sisi kazi yetu kulalamika. Na mimi nawaambia hivi ndugu zangu, kulalamika mwisho leo. Msilalamikie Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kipo pale kwa sababu ninyi mmetaka kiwe pale. Na Chama cha Mapinduzi, mimi naweza nikathubutu kusema kwamba hakina kosa, ila wenye makosa ni ninyi mnaopeleka pale kwa sababu ya kupewa peremende, ya virushwa, vitisheti na vitu vingine, na kudanganya kwamba sisi tumeweza, tuliahidi na tumefanya. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi mkikubali kiendelee kuwepo madarakani, kitaendelea kuwepo madarakani na kitaendelea kuwanyonya. Lakini wenye mamlaka ya kukitoa pale ni ninyi wenyewe. Hakuna mwingine atakayekuja hapa kuja kuwasaidia kukitoa Chama cha Mapinduzi madarakani, ili muishi kwa amani, msitekwe, msipoteze ovyo ovyo, mtibiwe bure, kila haki yenu muweze kuipata. Kwa hiyo kazi yenu ni tarehe 29 mwezi wa 10. Nendeni kwa wingi wenu mlioonyesha hapa, mkapige kura zote kwa Gongo Samandito awe rais wa nchi hii, na yote mazuri haya aliyoyasema atayatekeleza. Na yeye akishindwa kuyatekeleza, tumieni katiba hiyo hiyo ambayo ni mbovu kumwondoa Gongo Samandito madarakani. Mtatumia katiba hiyo hiyo ambayo inapa mamlaka ya kusema Gongo hatumtaki, na mimi nitaondoka madarakani. Siwezi kung'ang'ania madaraka kwa sababu ninyi ndio waajiri wangu. Kwa miaka yote 64 imekuwa madarakani, haina tena nafasi ya kuendelea kuahidi, kwa sababu ahadi inaitoa ya nini wakati na uwezo wa kutenda bila kuahidi? Sisi ambao hatuna serikali ndio tunaruhusiwa kuahidi, kwa sababu sisi hatuna serikali. Chama cha Mapinduzi kina pesa zote, hata zilizoko Bombo huku ni pesa za serikali, na kwamba serikali ina uwezo wa kuzitumia. Sasa tunawaambia hivi, wao wamechagua magonjwa ya kuyahudumia, wamesema kutakuwa na bima ya afya. Sisi tunasema hatuchagui magonjwa, bima ya afya tumefuta, na watu wote mtatibiwa bure. Huyo ndio Gongo Samandito, na maamuzi makubwa ya kiume, sio maamuzi ya kubahatisha. Jambo la pili, elimu mtaipata bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Wanasema wenyewe kwamba sasa hivi tunatoa bure. Wanaosema watatoa bure wanatuiga sisi. Tunawaiga nini bwana? Elimu gani ya bure wanaoitoa wakati shuleni kote kumejaa michango? Wakati madawati yote wazazi ndio wanaoyatoa. Madaftari na vitabu wazazi ndio wanaonunua. Walimu wanafundisha pale wapo wa kujitolea, na wazazi ndio wanaochangishwa kujitolea. Wanawezaje kuzungumza habari ya elimu bure wakati haya yote yanatokea? Kwa hiyo CCM wanazungumza kiini macho. Hakuna elimu ya bure CCM.
Wamekwambia usitoe kala ka 20,000 au ka 10,000, lakini wanakutandika kwenye madawati, wanakutandika kwenye madarasa, wanakutandika kwenye michango mingine, inakuwa haina maana yoyote. Sasa sisi tunasema Tanzania hatuna tatizo la pesa. Nawaambia Wanamombo na Watanzania wote, tuna tatizo la wizi wa pesa, tuna tatizo la rushwa, tuna tatizo la matumizi mabaya ya pesa ambayo Chama cha Mapinduzi imeyabariki. Ndugu zangu, sisi elimu tutatoa bure, hatutabariki maovu. Mmemsikia wenyewe mgombea wa Chama cha Mapinduzi akiwaambia, tena akiwa amiri jeshi mkuu, akiwaambia wafanyakazi wa umma wale kwa urefu wa kamba zao, anawahamasisha waibe mali ya umma, kwamba msiingiliane, tunajua mnakula, kuleni pole pole, mwe mnakula bila kumwingilia mwingine. Huyo ni kiongozi wa nchi anayehamasisha watu kula mali ya umma. Halafu anakuja anaomba ridhaa yenu tena aendelee kula mali ya umma. Msikubali. Gombo Samandito amekataa, akachukua jukumu la kuja kuomba kura zenu, mumpe ridhaa, akapambane na haya ayaondoe. Lakini Gombo Samandito peke yake hana uwezo wa kufanya jambo, ila ninyi Wanamombo na Watanzania wote kumpa kura zenu. Hana huo uwezo. Mkinipa kura nitayafanya haya na nitayafanya kwa weledi, lakini msiponipa kura mtakuwa mmechagua kuendelea kuishi kama ndege wa porini, mnakimbia kimbia mkiogopa kutekwa, mkiogopa watu wasiojulikana, mkiambiwa ukiongea tu wewe tutakukamata, kila jambo, kila aina ya vitisho mnatishwa. Sasa kama kiongozi wa nchi na mgombea anahamasisha watu kuiba, sasa hiyo rushwa itaisha saa ngapi? Mimi nasema nitapambana na rushwa, lakini CCM neno rushwa ni msamiati kwao. Hakuna anayeweza kulitamka, kwa sababu mpaka leo hii hata mikutano yao wanayofanya wanajaza watu wengi, kwa sababu wanatoa rushwa kwa watu. Na TAKUKURU ipo inawasindikiza, wanatoa 5,500, 2,200 t-shirt, wanaleta magari, pandeni kwenye magari, njoni mtusikilize. Hiyo ni rushwa. Ndugu zangu, ni pesa zenu zinatumika. Sasa kama hiyo ni rushwa, huyo anayeanza yeye kutafuta kura uongozi kwa kutoa rushwa, atakujaje kupambana na rushwa? Huyo mtu kwa vyovyote vile hana uwezo wa kupambana na rushwa. Kwa hiyo tunawaambia kaondoeni CCM. Lakini CCM hao wameshaapa kwamba lazima washinde. Yuko mtu anaitwa Nape Nnauye, mnamfahamu, alishawahi kuzungumza akasema yeye CCM itashinda kwa bao la mkono, kwa ushindi ulio haramu, ulio nusu haramu au ulio halali, inategemea na anayetangaza. Yeye Nape Nnauye akaapa hivyo, kwamba nyinyi wa Tanzania hamjui wala hamna akili, kiasi kwamba wao wanavyojiamulia ndio inavyokuwa. Kweli ninyi hamna akili? Haiwezekani hata kidogo. Hii ni dharau ya hali ya juu. Alishawahi kusikika mkuu wa wilaya moja huko Sini Longido Sini wapi, anawaambia madiwani wa CCM kwamba ninyi hamwezi kupita bila sisi watu wa usalama, watu wa serikali. Ni sisi ndio tunaoweka madarakani ninyi. Hakuna anayewapigia kura ninyi, hakuna anayewapenda. Aliwahi kusikika na ushahidi huo upo. Sio Gombo Samandito ndio anayosema, ni CCM wenyewe ndio wanaoambizana. Kwa sababu sasa hivi CCM hawaelewani, hawapendani. Viongozi wale wa juu na wana CCM wa chini hawapendani. Ninyi malizieni tu, wameshachoka, wameisha wale. Lakini pia kama hiyo haitoshi, aliyekuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Bashiru alishawahi kusema CCM inatumia dola kubaki kwenye dola, kubaki madarakani. Sasa kwa swala hili nataka niwaombe vyombo vya dola. Vyombo vya dola ni watoto wetu. Vyombo vya dola ni kaka zetu. Vyombo vya dola ni mama zetu. Vyombo vya dola ni jirani zetu. Hawa wote ni ndugu zetu. Vyombo vya dola viwe safari wazuri, wasipendelee chama, kwa sababu vyombo vya dola vipo kwa mujibu wa sheria na vyama vya siasa viko kwa mujibu wa sheria, na vyote vinatoa huduma bila upendeleo. Kwa hiyo hata chama cha wananchi kafu kikiingia madarakani,
tutatenda haki iliyopo kwa mujibu wa sheria kwenye vyombo vyetu vya dola, lakini tunaomba vyombo vya dola visitumike kupendelea chama, kwa sababu vyombo vya dola vikitumika kupendelea chama, Chama cha Mapinduzi hakitaweza kuiongoza Tanzania, kwa sababu mpaka sasa hivi Watanzania wameichoka Chama cha Mapinduzi, wamekichoka. Sasa vyombo vya dola vikisaidia hiyo amani ambayo mgombea wa CCM anaihubiri na kuandaa vyombo vya dola vikae mkuu sawa kukabiliana na watakaochafua uchaguzi, hawataweza kama hawatatenda haki. Uwezo huo hawana. Hilo nawaambia mimi. Tunachowaomba watumie haki na watekeleze haki zao kwa mujibu wa sheria. Wasitumike kubeba masanduku ya kura, wasitumike kupiga watu kuwatetea CCM wabaki madarakani. Kwa sababu Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kimsingi ni chama cha matajiri na sio chama cha watu maskini kama mimi. Kwa hiyo tunaomba vyombo vya dola chonde walioyasema kina Dr. Bashiru ya kwamba watatumika vyombo vya dola ili kukibakiza CCM madarakani, tunawaomba wasitumike tafadhali, kwa sababu matokeo ya wao kutumika hawana uwezo wa kuyazuia. Watu wakiamua kwamba sasa tumeamua liwalo na liwe, vyombo vya dola havina uwezo wa kuzuia watu. Huo uwezo haupo, nawaambia kabisa. Sasa kuliko kusubiri yatokee, watende haki vyombo vya dola. Wahakikishe kila mmoja anayestahili, kila chama kinachostahili haki yake kipate haki yake. Sisi hatuna mashaka nao, ila wasitumike na Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ni sawa na chama cha wananchi kafu, vipo vyote kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo hivyo vitisho wanavyovisema waongee hivyo vitisho, lakini wananchi wekeni moja kichwani kwamba siku ya tarehe 29 ikishafika asiwepo wa kukosa kwenda kupiga kura, kwa sababu mkiacha kupiga kura CCM watapita haraka, watasema mliacha kwenda kupiga kura wenyewe, hamkulazimishwa. Kule Zanzibar kuna matokeo yaliwahi kuwa mabaya, Jecha akafuta uchaguzi, kafu wakasusia uchaguzi, CCM haikusimama, ikaendelea na madaraka, na mpaka leo inajiita serikali ya Chama cha Mapinduzi ya Mapinduzi, serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ambayo mapinduzi hayo wenyewe wanasema hayakupatikana kwenye sahani. Wanatudanganyaga kwamba mapinduzi yale aliyafanya Karume, kumbe alifanywa na mtu mwingine kabisa. Wala Karume alikuwa anakula kuku Dar es Salaam tu. Unaona? Sasa niwaambie, msikubali hayo mambo. Badilikeni. Tubadilishe hii nchi sasa, twende kwenye haki. Chama cha Mapinduzi ndicho chama ambacho mnaona leo kuanzia Muheza kule, kuanzia Segera, siyo kuanzia Kabuku, pako unakwenda Same, kuna mashamba ya katani huko. Hizo ni maliasili za nchi, lakini leo hii ninyi hamna sehemu ya kulima. Mashamba yote yamepewa mtu mmoja. Ninyi mko hapa mmebanana na nyumba zenu hizi mnang'ang'ania kwenda kulima milimani, na mashamba yapo kapewa mtu mmoja tu. Mtu mmoja anaweza kuwa na thamani zaidi ya watu wote wa Bongo, zaidi ya watu wote wa Tanga. Hii haiwezekani. Lazima tuhakikishe kwamba kama kuna kitu kinaitwa keki ya taifa, kama kuna kitu kinaitwa mali asili ya nchi, ni lazima Watanzania wakitumie wote. Hakuna ubaguzi wa kukitumia. Kama ni ardhi tuitumie wote, kama ni pesa tuzitumie wote, kama ni kidogo basi tugawane hicho kidogo. Hakuna cha kusema kwamba mwingine apate zaidi mwingine akose. Chama cha wananchi kafu kinawaahidi Wanabongo. Nimeambiwa kwamba mna tatizo la mashamba sehemu ya kulima. Chama cha wananchi kafu mkijipa madaraka, mkinichagua mimi kuwa kiongozi, nawaambia, na hii si swala la mchezo, nawaambia ukweli kabisa, mtapata mashamba haya ya katani haya, mtapata mashamba mengi muweze kulima. Hakuna ninyi kuhangaika wakati ambao mna mashamba yako hapa. Tutachukua mashamba na nyinyi mlime. Hakuna kukaidi mtu mmoja atakwenda kulima na sehemu zingine ambazo watu hawana shida ya ardhi. Nyinyi kama mna shida ya sehemu ya kulima, sisi mashamba haya ya katani haya yaliyoko eneo yalizunguka ya watu binafsi haya yatakuwa yenu. Sasa ni chaguo lenu. Chagua Bongo Samandito, sisi tukarudisha hicho kitu muweze kupata pa kulima na kuishi. Inamsaidia nini mtu mmoja kumiliki kila kitu wakati watu wengi hawana kitu? Amani ile ya kumiliki hicho kitu anaitoa wapi? Na ndio maana utakuta kwamba wenye pesa wengi wanatoka Chama cha Mapinduzi na hawaishi Tanzania. Hawajui
wa CCM karibia wote hawana makazi sehemu moja. Utakuta leo wana makazi Tanzania, lakini India wana makazi, Dubai wana makazi, Uingereza wana makazi, na kila mahali wana makazi. Sasa hawa watu sio wenzetu. Vikitokea kutokea wenzetu wanapaa kwenda, sisi hatuna pa kwenda. Ikija vurugu tutakuwa hapa hapa Bombo, hakuna pa kwenda. Angalieni hata wabunge wenu mpaka leo mnaishi nao humu, si wako kule hospitali zenu hivi, kwani wanatibiwa? Hawatibiwi. Sasa chagueni ninyi maendeleo yenu. Hakuna malaika atakaye kuja hapa, au Mungu mnayemuomba misikitini, Mungu mnayemuomba makanisani, hatoshuka kwa miguu yake kuja hapa kuwaambia badilisheni chama, mnaonewa mno. Hatoshuka. Tutakuja sisi hawa kina Gombo Samandito, tutawaambia haya. Sisi ndio wajumbe wenyewe tumetumwa kuja kuambia kwamba Chama cha Mapinduzi kimewaidia vya kutosha. Hatutaki uonevu huu uendelee kuwepo. Kwa hiyo ndugu zangu, uamuzi ni wenu. Katiba ya Tanzania inasema mamlaka au rais anapata mamlaka yake kutoka kwa wananchi kwa njia ya kura. Na sasa hivi mnayo mamlaka ya kuondoa na kubadilisha utawala, kwa sababu ninyi ndio wenyewe, ninyi ndio wenye nchi yenu. Hakuna mtu mwingine mwenye nchi zaidi yenu ninyi wenyewe. Vijana mlioko hapa, mimi nimeshaondoka kwenye ujana, niko kwenye utu uzima kuelekea uzeeni. Vijana, nguvu zenu zinapotea bure. Mnatakiwa muwe taifa la leo, sio taifa la kesho. Serikali ya wananchi kafu na chama cha wananchi kafu, tukiingia madarakani tutajenga viwanda vya serikali, viwanda ambavyo faida yote ikipatikana itarudi serikalini, na kwamba hiyo ndio itakayotumika kutoa elimu bure, kutibu watu bure, kujenga nyumba za watumishi wa umma, na tunahakikisha watumishi wa umma hawana kikokotoo. Tunakiondoa kikokotoo, wanapata mafao yao yote kwa kutumia rasilimali zetu. Leo hii niwaambie tu ndugu zangu, rasilimali za Tanzania zimeuzwa kwa wageni ndugu zangu, yakiwemo hata haya mashamba. Hata watu wa Masai kule wamefukuzwa, mbuga za maeneo yao yakauzwa kwa Waarabu. Sasa hivi kuna ndoa kati ya Waarabu, serikali ya Dubai, Omani na serikali zingine, na serikali ya Tanzania. Ipo hiyo ndoa, tena ni ndoa ya Kikristo ambayo ukishafunga ndoa utoki humo ndani. Bandari zetu zimeuzwa kwa Waarabu, misitu yetu imeuzwa kwa Waarabu, migodi yetu imeuzwa kwa Waarabu, kila kitu kimeuzwa kwa Waarabu. Tumebaki sisi kazi yetu kulalamika. Na mimi nawaambia hivi ndugu zangu, kulalamika mwisho leo. Msilalamikie Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kipo pale kwa sababu ninyi mmetaka kiwe pale. Na Chama cha Mapinduzi, mimi naweza nikathubutu kusema kwamba hakina kosa, ila wenye makosa ni ninyi mnaopeleka pale kwa sababu ya kupewa peremende, ya virushwa, vitisheti na vitu vingine, na kudanganya kwamba sisi tumeweza, tuliahidi na tumefanya. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi mkikubali kiendelee kuwepo madarakani, kitaendelea kuwepo madarakani na kitaendelea kuwanyonya. Lakini wenye mamlaka ya kukitoa pale ni ninyi wenyewe. Hakuna mwingine atakaye kuja hapa kuja kuwasaidia kukitoa Chama cha Mapinduzi madarakani, ili muishi kwa amani, msitekwe, msipoteze ovyo ovyo, mtibiwe bure, kila haki yenu muweze kuipata. Kwa hiyo kazi yenu ni tarehe 29 mwezi wa 10. Nendeni kwa wingi wenu mlioonyesha hapa, mkapige kura zote kwa Gombo Samandito awe rais wa nchi hii, na yote mazuri haya aliyoyasema atayatekeleza. Na yeye akishindwa kuyatekeleza, tumieni katiba hiyo hiyo ambayo ni mbovu kumwondoa Gombo Samandito madarakani. Mtatumia katiba hiyo hiyo ambayo inapa mamlaka ya kusema Gombo hatumtaki, na mimi nitaondoka madarakani. Siwezi kung'ang'ania madaraka kwa sababu ninyi ndio waajiri wangu. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaambie kwamba msihofu, msilalamike, chukueni haki.